Maandamano nchini Kenya yameingia siku ya pili, huku wananchi wakiingia barabarani kudai kupunguzwa kwa bei ya mafuta nchini humo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa siku ya jana, pia watu 4 walifariki dunia katika maandamano ya kupinga ongezeko la bei ya mafuta nchini Kenya. Waziri wa usalama wa ndani ya Kenya, Kipchumba Murkomen, amethibitisha kuwa watu 4 wameuawa katika mgomo wa usafiri ulioambatana maandamano yaliyogeuka vurugu sehemu nyingi nchini humo. Na kwa mujibu wa wizara yake, watu 30 walijeruhiwa na watu 348 wakiwa wamekamatwa kufikia majira ya jioni. Wakati huo, Waziri Murkomen amesema uvunjifu wa amani, uharibifu wa mali ya umma na uporaji hautasaidia bei ya mafuta kushuka. Na waziri huyo pia amedai kuwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua amechochea vurugu kupitia kauli zake za kisiasa. Murkomen amewaambia waandishi wa habari kuwa uchunguzi umeanzishwa kubaini waliochochea ghasia hizo. Uchunguzi umeanzishwa ili kubaini kama waliohusika katika maandamano ni wezi au la, amesema kiongozi huyo. Na kwa sasa kuna baadhi ya barabara jijini Nairobi zimefungwa kutokana na hali kuwa tete.